Unapita mwaka tunakosa hiki kipengele, tunakuwa hatutangazi mauti ya Bwana. Kwa hiyo kwa sababu yoyote hile haitupasi kukaa bila kushiriki meza ya Bwana mara kwa mara. Na moja ya sifa ya kanisa kuwepo na athari katika ufalme wa adui ni hiki kitu. Kwa sababu kila mnaposhiriki mnatangaza mauti ya Bwana hata ajabu. Unajua mauti ya Bwana ilifanya nini? Picha yake moja inaonekana katika Yohana 19 mstari wa 30. Yohana 19 mstari wa 30 na Yohana 4 na Yohana 17 mstari wa 4. Yohana 17 mstari wa 4 pale Yesu anasema amemtukuza Baba kwa sababu amemaliza kazi aliyotumwa. Yohana 19:30 Yesu anasema imekwisha. Alitoa tangazo imekwisha. Tetelestai. Tafsiri yake deni limelipwa kama ni mfanyabiashara. Tafsiri yake vita vimekwisha, mission imefanyika kama ni mwanajeshi. Vita nimemaliza vita, nimefikia mwisho wa vita. Kama ni mahakamani maana kesi imeisha, hilo nagogonga nganga. Alivyosema tetelestai, hilo neno kwa linatumika mahakamani, kesi zikiisha, ilikuwa inatumika jeshini, mission ikikamilika, ilikuwa inatumika kwenye biashara, deni likilipwa. Kwa hiyo mnaposhiriki damu ya Yesu, kwa sababu Yesu aliposema tu imekwisha, kifo chake kikatokea. Kwa tunaposhiriki mwili na damu ya Yesu, na sisi tunatangaza ile neno imekwisha, tunaitangaza mauti ya Bwana. Vitu gani vimekwisha? Agano la kale limekwisha. Sheria ya Musa imekwisha. Sheria iliyowastaki Wayahudi kwa sababu ya dhambi, sheria iliyoleta hatia imekwisha. Nimeshaisulubisha msalabani. Imekwisha. Tunaposhiriki mwili na damu tunatangaza kifo cha Yesu, mauti ya Yesu. Kwamba kwa njia ya kifo sheria imekwisha. Dhambi imekwisha. Kwa sababu sheria ilikuwa ina nguvu kwa watu kwa sababu ya dhambi. Yesu aliposulubiwa msalabani aliusulubisha mwili wa dhambi, aliisulubisha na sheria. Kwa hiyo utawala wa dhambi ulikuwa umekwisha juu ya watu. Haleluya. Alipokuwa juu ya msalaba, Wakolosai 2 mstari wa 15 anasema kisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo akishangilia katika msalaba. Enzi na mamlaka zinazotajwa pale ni wafalme, mamlaka, wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya yanayotajwa wa Efeso 6. Yalikuwa yamekwisha pale. Yamefanywa si kitu, yamefanywa sifuri, yamenyang'anywa silaha. Alikuwa anashangilia ushindi. Kwa hiyo nguvu za giza juu ya wanadamu zimekwisha. Fikiria hicho kitu, tunapokuwa hatushiriki meza ya Bwana tunaogopa tu, tunakuwa hatutangazi. Hukumu ya Mungu imekwisha.